Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mbeya kimevunja kambi ya kumsaka Mdude. Tunafahamu tukio la kutekwa kwa Mdude Nyagali na watu ambao walikwenda nyumbani kwa Mdude na kisha wakajitambulisha kama ni askari wa jeshi la polisi, wakampiga Mdude, akavuja damu nyingi sana ambayo tuliona kwenye video ambazo zilisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na kisha wakaondoka na Mdude. Mpaka hivi sasa tunapozungumza ni kwamba Mdude hajulikani ni wapi alipo, lakini according to watu ambao walishuhudia, watu hao walipofika nyumbani kwa Mdude, akiwepo mke wa Mdude, wanasema kwamba watu hao walijitambulisha kama ni askari wa jeshi la polisi, lakini jeshi la polisi mkoa wa Mbeya likakanusha kuhusika na tukio la kutekwa kwa Mdude. Lakini pia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya likaenda mbali zaidi na kutoa onyo kali kwa watu ambao wamekuwa wakiwataja kwa majina watu ambao wanadaiwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ambao walihusika na tukio la kutekwa kwa Mdude. Kuna video ambayo ilisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikimuonyesha mzee ambaye alikuwa anasimulia namna ambavyo watu ambao walikuwa namtafuta Mdude jinsi walivyomapproach mzee na kumtaka mzee huyo awaonyeshe nyumbani kwa Mdude. Lakini mzee huyo aliposema ya kwamba Mdude hayupo, amesikia kama yupo huko Tukuyu, walikuwa wapo tayari kwenda huko kumpangishia mzee chumba loji kwa lengo la kuhakikisha ya kwamba anawapa taarifa ni wapi alipo Mdude. Mzee huyo aliwataja kwa majina watu hao ambao walikuwa kimapproach na kutaka awapeleke nyumbani kwa Mdude, lakini jeshi la polisi likasema kwamba kuwataja watu hao kama walihusika kwenye tukio la kutekwa kwa Mdude, basi utakuwa unafanya kosa kisheria kama utakuwa hauna ushahidi wowote ule. Chama cha Chadema mkoa wa Mbeya, wanachama wa Chadema, ndugu jamaa na marafiki wakamtafuta Mdude kila kona, kwenye mabonde, kwenye milima, wakamtafuta Mdude lakini hajapatikana. Wakaenda mpaka mochwari kumtafuta Mdude lakini bado hajapatikana. Swali ni je, kwa damu ambazo Mdude alionekana ya kwamba zimevuja baada ya kutekwa na watu hao, je, Mdude atakuwa yupo salama mpaka hivi sasa au Mdude atakuwa amepoteza maisha? Bado swali hilo linakosa majibu, huku jeshi la polisi mkoa wa Mbeya likizidi kumsaka Mdude. Lakini pia Chadema kuvunja kambi hii ya kumsaka Mdude sio mwisho wa kuendelea kumtafuta Mdude, lakini katika kambi hiyo kuna mambo ambayo yalitokea katika kambi hiyo. Kuna tukio la kumwagwa kwa sumu kwenye kambi hiyo ya kumtafuta Mdude, ndio sababu kubwa ambayo imepelekea kambi hiyo kuvunjwa, na hivyo watu kwa sasa wataendelea kupaza sauti na kumtafuta Mdude wakiwa majumbani mwao. Tutaangalia zaidi kiundani taarifa hiyo, lakini pia viongozi wa Mbeya wanachukua hatua gani baada ya kambi hiyo kuvunjwa, lakini pia ndugu jamaa na marafiki wa Tanzania wana maoni gani kufuatia tukio la kutekwa kwa Mdude Nyagali. Kama unakumbuka, katika tukio la kumtafuta Mdude tumeona hadi mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Homera alitangaza dau la shilingi milioni 5 kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazowezesha kupatikana kwa kada wa chama cha Chadema mwanaharakati wa haki za binadamu Mdude Nyagali. Lakini pia chama cha Chadema nacho kikaongeza msukumo wa jitihada hizo kwa kutangaza dau la shilingi milioni 10 kwa atakayetoa taarifa ambazo zitapelekea kupatikana kwa mwanaharakati huyo. Hivyo milioni 15 kama dau liliwekwa mezani kwa yeyote yule ambaye atatoa taarifa ambazo zitapelekea kufanikiwa kupatikana kwa Mdude Nyagali. Siku kadhaa zilizopita kwenye tarehe 13 kuamkia tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, kambi ya Chadema inayompambania Mdude ilivamiwa, yadaiwa kumwagiwa sumu
lakini zimamoto wakaingilia kati. Katika hali ya taharuki na sintofahamu vimetanda katika ofisi Katika taharuki na sintofahamu ambayo litanda katika ofisi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa kufuatia madai ya kuvamiwa usiku na watu wasiojulikana waliomwaga unga unaodaiwa kuwa ni sumu katika kambi hiyo ambayo imewekwa kwa lengo la kumpambania mwanaharakati Mdude Nyagali. Ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ikachukua sampuli ya unga huo kwa ajili ya uchunguzi wa kitaalamu ili kubaini iwapo kweli ni sumu. Wakati huo huo, jeshi la zimamoto na uokoaji lilifika katika eneo la tukio na kufanya usafishaji kutokana na harufu kali iliyokuwa ikisambaa kutokana na unga ambao ulikuwa umemwaga katika kambi hiyo. Lakini kwa sasa ofisi hiyo ambayo ilikuwa ikitumika kwa ajili ya kambi ya wafuasi na viongozi wa chama hicho ambao wanashinikiza kupatikana kwa kada na mwanaharakati wa chama cha Chadema Mdude Nyagali imevunjwa rasmi na viongozi wa chama cha Chadema huko Mbeya. Mdude anadaiwa kuvamiwa na kupigwa nyumbani kwake mtaa wa Iwambi jijini Mbeya na watu waliojitambulisha kuwa ni askari polisi tangu Mei 2 mwaka huu, ambapo hadi sasa bado hajapatikana. Baadhi ya makada wa chama hicho kutoka maeneo tofauti waliamua kuweka kambi tangu tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka huu, ikiwa ni mkakati wa kupaza sauti kupatikana kwa kada huyo, licha ya jeshi la polisi kueleza kuendelea na uchunguzi zaidi wa tukio hilo. Hatimaye kambi hiyo imevunjwa leo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimevunja rasmi kambi iliyokuwa imewekwa kushinikiza kupatikana kwa kada wao Mdude Nyagali, huku kikieleza msimamo wao katika ushiriki wa uchaguzi mkuu na uzinduzi wa kampeni ya No Reforms No Election mkoani Mbeya. Pia kimewataka wananchi na wafuasi wao kupuuza taarifa za baadhi ya waliojivua wanachama wa chama hicho wanaoeleza kuwa uongozi wa sasa hauna ushirikiano. Mdude anadaiwa kuvamiwa na kupigwa nyumbani kwake mtaa wa Iwambi jijini Mbeya tangu Mei 2 mwaka 2025. Hajapatikana, huku Chadema ikitumia njia tofauti kumtafuta mwanaharakati huyo bila mafanikio. Chadema ikiongozwa na viongozi mbalimbali, wafuasi na baadhi ya wananchi walikuwa na kambi ya zaidi ya siku 14 katika ofisi za chama hicho kanda ya Nyasa wakishinikiza kupatikana kwa Mdude. Akizungumza leo Mei 21 mwaka 2025, mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Mbeya, Masaga Kalori, amesema baada ya kupata vitisho ikiwamo kumwagiwa vitu vinavyozaniwa kuwa ni sumu, wameona harakati za kumpigania Mdude zihamie nyumbani ili kuokoa maisha ya watu wengine. Amesema zipo njia nyingi za kuendelea kupambania kila mwananchi na mfuasi wa chama hicho, na Mbeya itaendelea kuwa mfano kupitia tukio la Mdude Nyagali. Masaga pia aliomba serikali na vyombo vya dola kusaidia kupatikana kwa mwanaharakati huyo. Tumeona kuendelea kuwa hapa ili hali tunapitia vitisho vyenye nia ovu, bora tutumie njia nyingine kudai haki ya Mtanzania huyu. Hadi sasa tunaomba serikali na mamlaka nyingine zisaidie kupatikana kwa Mdude. Sisi tutatoa aina yoyote ya ushirikiano kwa yeyote, amesema Masaga. Masaga ameongeza kuwa baada ya kuligawa jimbo la Mbeya mjini kupatikana jimbo jipya la Uyole, wanaenda kukaa kamati ya chama mkoani humo kuchagua viongozi kwa ajili ya kusimamia jimbo jipya, ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi wa Oktoba 25 mwaka 2025. Wakati tukiendelea kudai mabadiliko na maridhiano, Chadema mkoa wa Mbeya tutakaa kuanza mchakato wa kufanya uchaguzi kwa ajili ya jimbo jipya la Uyole, ambapo kama kutakuwa na mabadiliko ambayo chama inayataka kupitia agenda ya No Reforms No Election, sisi hata kesho tupo tayari kwa uchaguzi. Mwenyekiti huyo amefafanua kuwa wao wapo tayari kusubiri hadi mwaka 2030 kushiriki uchaguzi baada ya kujiridhisha usawa, haki, uhuru na uwazi kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ili kuthamini kura ya mwananchi.
Mapema Juni tunatarajia kuzindua kampeni ya No Reforms No Election mkoani Mbeya, ikiwa ni kuwapa elimu wananchi kuhusu kutoshiriki uchaguzi iwapo hakutakuwepo mabadiliko ya mfumo yanayotakiwa. Amesema wanaohama chama hicho kwa sasa wakitoa kauli zisizo na ukweli, wananchi wanapaswa kupuuza, akieleza kuwa Chadema itabaki kuwa imara wakati wote. Mimi mwenyewe nilikuwa timu Mbowe, lakini baada ya uchaguzi mkuu tulipoongezana, hata wote walioondoka hakuna aliyekuwa mkereketwa wa Mbowe kama mimi, lakini bado naamini Chadema iko imara na hao pengine walihitaji nafasi. Nashukuru hadi sasa Mbeya iko salama na waliotarajia ning'atuke wamekwama. Mimi sifuati mtu bali nabaki na chama kama wosia wa aliyekuwa mwenyekiti wetu taifa Freeman Mbowe, amesema Masaga. Watu mbalimbali kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii wametoa maoni yao kufuatia taarifa ya chama cha Chadema Mbeya kuvunja kambi ya kumtafuta Mdude Nyagali, huku ikiwa ni kuhofia usalama wa watu katika kambi hiyo baada ya siku kadhaa nyuma kupita kumwagwa vitu katika kambi hiyo ambavyo vinasadikika kuwa ni sumu. Huyu wa kwanza anasema Mdude kama utani anasahaulika, alipokuwa anatoka povu utazani siku akipotea nchi itasimama. Lakini pia mwingine akasema Tanzania ni sawa na maiti, hawawezi simama milele kudai haki yao. Lakini pia mwingine anasema mnasakana tena, hatari sana. Lakini pia mwingine akasema yani kijana ndo anabaki story kama wengine na wenye mamlaka wako kimya, ila kwa imani yangu hii damu italipwa hata na wajukuu zao au vizazi na vizazi. Lakini pia mwingine anasema Chadema huwa wanakurupuka kujiingiza katika mambo ambayo hawajui watatoka vipi. Huwa hawana plan B ya utashindwa, na serikali huwa inalifahamu hilo, huwa inawaacha tu halafu wenyewe wanashindwa kuendelea. Lissu naye juzi alisusia kula chakula gerezani, wanamuacha tu siku 3 tu mwenyewe kaacha mgomo wao. Watu masikini wanaishi kwa kujitafutia riziki siku kwa siku, huwezi kufanya mgomo. Usipofanya kazi familia haina hata chakula. Halafu pia hayo mapambano yenyewe wanapambana yana faida gani katika maisha yao? Lakini pia mwingine akasema silaha ya binadamu mwenye haki, utu na upendo ni imani juu ya watu wake na muumba wake. Asante Mdude, kama upo hai sawa, na kama haupo hai sawa pia. Kama tunavyomuona shetani kwa macho yetu, ndiyo atakavyoonekana Mungu pia kwa macho yetu siku moja tukifa. Lakini pia mwingine akasema inauma ila ina fundisho. Usalama wako ni juu yako, sio watu wengine, lakini Mungu ana njia zake na anaweza kupatikana. Lakini pia mwingine anasema hili limeniumiza sana la Mdude. Lakini pia huyu mwingine anasema basi tena Mdude ashaanza kusahaulika. Watu wengi wametoa maoni yao na kuambatanisha na watu wengine ambao walitekwa siku za nyuma na hadi hivi sasa hawajulikani ni wapi walipo, kama wakina Deusdedith Soka pamoja na wenzake. Hivi sasa tunavyozungumza, kipindi walipotekwa walitajwa sana na wanachama wa Chadema, lakini siku zinavyozidi kwenda ni kama wamesahaulika, na kwa Mdude pia inakwenda hivyo hivyo. Jeshi la polisi lilikana kuhusika na tukio la kutekwa kwa Mdude, huku Chadema wakimsaka Mdude kila kona na bado hajaonekana. Je, Mdude yuko wapi? Mdude bado yuko salama? Je, Mdude amepoteza maisha kufuatia kipigo na damu nyingi ambayo ilimwagika baada ya kuvamiwa na watu hao nyumbani kwake? Ana hali gani huko aliko? Bado giza ni nene, lakini chama cha Chadema Mbeya kimevunja kambi ya kumsaka Mdude na sasa watamsaka Mdude wakiwa majumbani, na hii ni kuepuka kile ambacho inadaiwa kuwa ni sumu ilimwagwa katika kambi hiyo ambayo iliwekwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana. Tuachie maoni yako na mengi zaidi tutazidi kukuhabarisha hapa. Kubwa, endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali.